Nasema katika nchi hii sasa hivi mafisadi hawa sio wanapiga kidogo, wanapiga kiuhakika. Ni walaji na ni walafi, na wanafanya vitu kama wananchi wa sasa hivi hawana elimu. Lazima tufahamu sasa hivi ukienda sehemu yoyote, hata kama kwenye kijiji cha bodaboda, utamkuta mtu wa chuo kikuu, utamkuta form 6, utamkuta form 4, utamkuta darasa la 7, utamkuta na sio soma. Wakikaa pamoja pale, wakianza kuongea, wote wanakuwa wako university. Kwa hiyo hawa watu sio hawaelewi. Utakuta mtu yuko serikalini ana GPA labda ya 2 labda 0.5, alafu yule ambaye yuko bodaboda ana 4, alafu huyu jambazi anamtuma bodaboda yule wa GPA ya 4, nenda kapeleke misumari pale, peleka hapa, alafu huyu naye mjanja anajua mshahara wake. Kwa hiyo lazima tujue hizi sheria za TAKUKURU kama ziko kidogo zimelegea, wananchi basi tuzibadilishe. Watu kila sehemu wanajenga majumba nini, hakuna watu wanaona. Na tusizungumze sisi hapa kama bunge wa CCM ambao tuna uchungu, tusizungumze ya leo. Je, tunayozungumza ya leo tunajifurahisha ya leo? Je, 2030 nayo tunayasahau? Tusikizungumza ya leo tujue kuna mbele huko, kuna 2030. Je, tunakwendaje kwenye chaguzi zetu? Hata mimi mfanya biashara sipendi ufisadi wala sipendi wezi, kwa sababu mimi nafanya biashara kwa miaka mingi, nahangaika nanunua hichi nafanya hichi, kinakuja kijitu kinaiba, kinaingia kwenye biashara yako, unakingoja kifilisike, lakini kwa sababu kitafilisika tu, lakini tayari kimesha kuzuru ndani ya miaka 5 miaka 6 kwenye ile biashara. Na muwe mnafuata ushauri wa kitaalamu, kama tuna vyombo vyetu vya usalama na ulinzi ambavyo vinahusika kwenye masuala ya ushauri, chukueni ushauri, muangalie. Maki sababu wananchi wa sasa hivi sio wajinga, wanajua kabisa hili jengo la fulani, hiki kitu cha fulani, huyu yuko serikalini ni mwizi aliyokubuhu, na wengine tena wanaenda hata hawana aibu. Utakuta wananunulia watu mshikaki, wananunulia nini. Kama hamna wengine, njoo mimi nitawaandikia wezi wote, manake na mimi ni usalama wa taifa kujitegemea, nipo hapa. Na huko mawaziri, msikae tu hapa mnangoja nani atakuwa rais baada ya 2030 nani. Hata sisi huku nyuma, mimi nilikuwa naongea na Maganga yuko Maganga atakuwa maki, hata mimi na troti maki. Lazima tujue, msikae huko tu kila huyu anataka hichi anataka. Hata sisi huku nyuma tulikuwa tuna troti. Mlikuwa hapo wabunge hao wengine, usione wapigi kelele, na waingia kichwani, wanajua ninachokiongea na wanakielewa. Utikinde sehemu fulani utakuta jumba la fulani, jumba la fulani. Kuna mmoja hapa alijenga jumba akaandika kabisa na jina lake fulani Tower. Jamani, sasa huko tunafanyaje? Na sisi mnatupa kazi ya ziada.